Ambapo picha za CCTV ambazo runinga ya Citizen imezipata zinaonyesha jinsi wanafunzi waliohusika na kuteketeza bweni katika shule ya wasichana ya utumishi huko Gilgil walivyotekeleza uhalifu huo usiku wa Alhamis. Kulingana na wapelelezi wa DCI wanaongozwa na Martin Nyuguto, washukiwa 8 wamekamatwa akiwemo mshukiwa mkuu wa kisa hicho. Mwanahabari wetu Franklin Wala anatueleza yaliyomo kwenye kanda hiyo ya CCTV katika taarifa ifuatayo. Ni picha hizi za CCTV katika shule ya upili ya utumishi huko Gilgil zinazochunguzwa na polisi na ambazo zimesababisha wanafunzi 8 wa shule hiyo kukamatwa kwa madai ya kuteketeza bweni la shule na kusababisha vifo vya wanafunzi wenzao 16. Picha hizo zinaonyesha wanafunzi 5 wakitembea kwenye bweni hilo la Melin Waithera mwendo wa saa 6:10 usiku. Wakati huu wenzao walikuwa wamelala wasijue kilichokuwa kikiendelea. Wanafunzi hao wanafika eneo linalotambulika kama Cube 11 na kusimama kwa muda mfupi huku wakishauriana. Mmoja wao anajaribu kuficha uso. Mkononi wamebeba champali zao. Dakika moja baadaye wanafunzi hao wananaswa kwenye video wakikimbia kuelekea upande wa kutoka nje ya bweni hilo, lakini kuna wanafunzi 2 ambao wanasalia nyuma wakiwa wamebeba kiberiti na mkoba mkononi. Wanafunzi hao wanawasha moto na kisha wanaondoka wakitembea bila wasiwasi wowote. Hatua chache kutoka hapo wanafika eneo lingine kwenye bweni hilo ambalo kulikuwa na matandiko na kuwasha moto tena. Baada ya kuhakikisha moto huo umeshika, washukiwa wanatembea na kutoka kwenye bweni hilo huku wakiwacha moto ukiendelea kusambaa huku wenzao wakiwa wamelala. Mwendo wa saa 6:13 moto ulionekana kuendelea kusambaa kwa kasi. Kuna baadhi ya wanafunzi waliogutushwa kutoka kwa usingizi na wanaonekana wakikimbilia usalama wao. Katika chini ya muda wa dakika 5, moto ulikuwa umesambaa na kuwa mkubwa. Wanafunzi wanajaribu kujiokoa na kutoroka kutoka kwa bweni huku moto ukiendelea kusambaa na kuwafikia baadhi ya wanafunzi waliokuwa wamelala. Inaarifiwa washukiwa walitumia mafuta taa kuteketeza bweni hilo. Moto huo uliwashwa karibu na mlango wa kutoka na hivyo kuzuia baadhi ya wanafunzi kutoroka. Moto ulivyoendelea kusambaa, kuna wanafunzi waliokwama na kukosa namna ya kutoroka baada ya kupata mlango wa dharura umefungwa. Hapo mlangoni wanafunzi 10 waliteketea na kufariki na kisha wengine 6 kuteketea maeneo tofauti ya bweni hilo. Picha hizi za CCTV ni miongoni mwa ushahidi unaokaguliwa na makachero ambao wanaendelea kukusanya ushahidi zaidi. Imearifiwa kuwa jumla washukiwa 8 wamekamatwa kwa kuhusika na kisa hiki. Bro, sema kweli, shule imeharibiwa jina hii kwa rahisi. Mtu yote akisikia anataka kwenda utumishi girls wanakataa. Demi yote, umeita utumishi Asia twende unaweza dedi. For real, because ini issue disappointing sana. Madam 16 umekufa bro. Madam 16 na si ati ni electricity power outage, unaelewa? Si ati ni mkasa yenye huwezi zuilika. Huu ni mkasa umechangiwa na madam wengine bro. For real. Simona, nakumbuka nikiwa high school kuna day to strike. So kwa hiyo strike tuliitishwa damage fee mtu wangu. Anapata wengine hata walishindwa kuavoid hiyo damage fee, kabidi waache shule. Bro, hii kitu ita cost sana na pia itaharibu jina ya hii shule. Mtu akisikika anatoka ama anataka kwenda utumishi girls, hiyo story yake inaisha hiyo. For real? Unaenda utumishi hatuendi hiyo shule. Unaelewa? But it's very disappointing kwa parents wenye wamelose watoto na wenye wamelose friends. Very disappointing. Na pia mademu walikuwa wanafikiria nini kuwasha keja? Maswali ni mengi bro. Swali mwingine anasema blame wa wazazi. But unajua pia za kwa mzazi alikuwa amemtreat fit, amemlea fit. Lakini hapo katikati akapatikana na ma friends wabaya, wakamuingiza kwa vitu mbaya bro. Unajua tusi blame wa parents peke yake, na pia ni ngumu kuelewa, ni ngumu. Alafu kitu kingine, ni shule gani hii mbona watu wanalala kwa corridor hapo? Hiyo si path bana. Hiyo path inafaa kuwa ya watu wengine kupita bana. Mbona mnaweka hadi mtanda hapo? Sasa unaona ilikuwa ngumu mtu kurani.
ilikuwa mgumu mtu kumove because hiyo path ni slim sana. Unaona? Kama watu ni wengi, simjenge dom nyingine. Si dom kuna hata mnaweza fundraise. I'm disappointed. But blame mtu, blame. Ndio tunaweza blame madem, lakini blame game haijai kuwa fiti. Inabidi to own his mistakes. Kila mtu ameplay part ya kufanya hii damage ku even worse, because shule pia dom pia imeshona sana, so shule pia imeplay part, mademo wameplay part, wazazi pia labda waliplay part. Bro, everybody is responsible. How to say blame mtu mmoja, to take to just be accountable. Lakini yote 9 10 ni jina ya shule imeharibiwa, ingawaje baadaye ita regain jina yake, na pia hawa wanaweza zama. Lakini unajua Kenya sasa hii wanaweza shikwa na wasizame. Unaelewa? So, but ni very disappointing kupoteza watu 16 bro. Mtu amelipa fee, mtu amekopa, mtu ameuza kitu alikuwa nayo. Karibu hapo mtu amekuwa broke kupeleka mtoto chuo, alafu ana dead. Very sad. Alafu istosha ameuawa na mtu mwingine, na mtoto mwingine bro. Acha tuone vile kesi itaendelea bro. But it's very very tough. Very very bad.